Karibu katika mkasa wa kweli huu. Binti Jenita na chaguo la moyo wake. Kumbuka hii ni Vam TV Online. Hakikisha una subscribe ili tuwe wote katika mikasa na simulizi mbalimbali. Hakikisha una like. Mwishoni kutoa maoni yako kuhusu mkasa huu wa kweli. Baadaye share na marafiki. Tuanze. Katika kijiji fulani hivi tulivu kilichozungukwa na mashamba ya kijiji yenye kijani kibichi na mito midogo iliyotiririka kwa sauti ya kupendeza sana. Katika kijiji hicho aliishi msichana mrembo aliyeitwa Jenita. Alijulikana si tu kwa uzuri wake, bali pia kwa kiburi chake na tamaa ya maisha ya kifahari. Jenita alikuwa binti wa familia ya kawaida sana. Baba yake alikuwa seremala na mama yake alikuwa mfanyabiashara mdogo wa sokoni. Licha ya hali hayo, katika maisha ya kawaida walimlea Jenita kwa upendo mkubwa na kumfundisha maadili mema. Lakini Jenita kadri alivyokuwa alianza kutamani maisha makubwa zaidi. Maisha ya utajiri, magari ya kifahari na nyumba za kuvutia. Ombi la mkono. Siku moja kijijini, anayefahamika kwa jina la Ombi la Mkono alifika kijijini. Mmoja aitwaye Baraka, mkulima mwenye bidii na mwenye moyo safi. Baraka hakuwa tajiri kwa fedha, lakini alikuwa na ardhi kubwa, mifugo na moyo wa dhati. Baraka alikuwa akiheshimiana sana na kijijini hapo kwa uaminifu wake na juhudi zake. Baraka alipomuona Jenita alivutiwa naye sana. Baada ya muda mfupi tu wa kumchunguza na kuzungumza naye, aliamua kumtongoza kwa nia ya ndoa. Alifika nyumbani kwa kina Jenita akiwa na wazee wa heshima, akatoa posa kwa heshima kubwa. Mama yake Jenita alifurahi. Baba yake pia aliona kuwa Baraka alikuwa kijana mzuri mwenye maadili mema, mwenye uwezo wa kujenga familia. Lakini kwa upande wa Jenita hakuwa na furaha kabisa hata kidogo. Alipoulizwa maoni yake, alijibu kwa kejeli, "Mkulima, mimi niolewe na mtu anayechafua mikono yake na matope kila siku? Sitaki maisha ya shida." Hayo yalikuwa maoni ya Jenita. Wazazi wake walijaribu kumshawishi, wakimweleza kuwa Baraka alikuwa mtu mwema na maisha ya ndoa hayategemei utajiri wa haraka. Lakini Jenita alikataa kata. Akasema, "Mimi siwezi kuolewa na mkulima." Basi Baraka aliondoka akiwa na huzuni moyoni mwake, lakini hakumlazimisha. Ndoto ya utajiri. Miaka michache baadaye, Jenita alihamia mjini kutafuta maisha bora. Huko alikutana na mwanaume tajiri aliyeitwa Mr. Kasim, mfanyabiashara mkubwa aliyekuwa na pesa nyingi na mali za kuvutia. Mr. Kasim alimpenda Jenita kwa uzuri wake. Alimnunulia nguo za gharama, alimpeleka kwenye hoteli za kifahari na kumwonyesha maisha ambavyo Jenita alikuwa akiota tangu utotoni. Bila kusita, Jenita alikubali kuolewa naye. Harusi yao ilikuwa kubwa sana. Watu walialikwa kutoka kila sehemu na kila mtu alizungumza kuhusu bahati ya Jenita. Jenita alijiona kama malkia. Maisha halisi ya ndoa yalianza
lakini baada ya muda mambo yalianza kubadilika. Mirza Kasim, licha ya utajiri wake, alikuwa mtu mkali, mwenye hasira na asiyejali hisia za wengine. Alianza kumdhibiti Jenita. Alichagua marafiki zake, aliamua wapi aende na hata alimdhibiti jinsi ya kuishi. Polepole furaha ya Jenita ilianza kupotea. Jenita aligundua kuwa nyumba kubwa haimaanishi amani. Nguo nzuri hazifuti machozi na pesa haziwezi kununua upendo wa kweli. Kilio kisichoonekana. Usiku mmoja, baada ya ugomvi mkubwa, Jenita alikaa peke yake kwenye balkoni ya nyumba yao ya kifahari, akitizama taa za jiji. Machozi yalimtoka kimya kimya. Alikumbuka kijijini kwake, alikumbuka wazazi wake, na zaidi yote alimkumbuka Baraka. Jenita alikumbuka jinsi alivyokuwa mpole, mnyenyekevu na mwenye kujali. Alikumbuka jinsi alivyomkataa bila kumpa nafasi. Kwa mara ya kwanza alihisi majuto ya kweli. Habari kutoka kijijini. Siku moja alipata habari kutoka kwa rafiki zake wa zamani kuwa Baraka alikuwa ameoa mwanamke mwingine, mwanamke wa kawaida lakini mwenye moyo wa upendo. Walisema maisha yao yalikuwa ya furaha, walikuwa na watoto wawili na shamba lao lilikuwa limekuwa sana, mazao. Habari hiyo ilimchoma sana Jenita moyoni kama sindano. Alitambua kuwa kile alichokitaka kilikuwa Baraka. Jaribio la kurudi nyuma. Baada ya mateso mengi, Jenita aliamua kumwacha Mirza Kasim. Ilikuwa si rahisi, lakini hatimaye aliondoka. Jenita alirudi kijijini kwao akiwa mnyonge, tofauti kabisa na yule msichana wa zamani. Msichana wa zamani mwenye kiburi tena. Alipofika alipokelewa na wazazi wake kwa machozi na upendo. Lakini mambo hayakuwa kama zamani. Baraka hakuwa tena wake na maisha yalikuwa yamebadilika. Sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Upendo wa kweli haupimwi kwa pesa. Jenita alijifunza hayo. Maamuzi ya haraka yanaweza kuleta majuto ya muda mrefu. Aliamua kuanza upya maisha yake, akifanya kazi kwa bidii, akiwasaidia wazazi wake na kujaribu kuwa mtu bora. Ingawa aliolewa na tajiri, alichopitia hakikumsaurisha kamwe. Na kila alipoona wanandoa wenye furaha kijijini, alijikumbusha chaguo lake na somo alilopitia. Baada ya maisha kuendelea katika kijiji huko, japo hayakuwa rahisi kama alivyotarajia, ingawa wazazi wake walimpokea kwa upendo wa macho na wanakijiji walikuwa tofauti. Wengine walimhurumia, lakini wengine walimkumbuka kama yule msichana aliyewahi kudhalau maisha ya kawaida. Jenita kwa mara ya kwanza maisha alianza kuelewa thamani ya kazi na uvumilivu. Kukutana tena na Baraka siku moja akiwa sokoni, alimuona mtu aliyemfanya moyo wake udake ghafla. Alikuwa ni Baraka. Alikuwa amebeba mazao yake, mahindi na mboga safi. Alionekana mwenye afya, mwenye furaha na mwenye utulivu wa ndani. Pembeni yake kulikuwa na mwanamke mrembo wa kawaida aliyekuwa akicheka kwa furaha. Huyu alikuwa mke wake.
Jenita alihisi kitu kizito moyoni. Baraka alipomwona Jenita, alisimama kwa muda mfupi. Hakukuwa na hasira usoni mwake, bali utulivu na heshima. "Jenita, umebadilika," alisema kwa sauti ya upole. Jenita alishusha macho yake chini na kusema, "Maisha yamenifundisha," alijibu kwa unyenyekevu. Baraka na Jenita walizungumza kwa dakika chache tu. Hakukuwa na lawama, hakuna majivuno. Ni watu wawili walioguswa na historia yao. Mke wa Baraka alimkaribisha Jenita kwa tabasamu. Hilo lilimshangaza sana Jenita. Hakutarajia wivu, bali alipokea ukarimu. Baada ya kuondoka, Jenita alitambua kitu kimoja muhimu. Baraka alikuwa amesonga mbele na sasa ilikuwa zamu yake kufanya hivyo hivyo. Mabadiliko ya ndani. Siku zikapita. Jenita aliendelea kufanya kazi kwa bidii. Pole pole watu wa kijiji walianza kumkubali tena. Waliona mabadiliko yake ya kweli, sio ya maneno bali ya matendo. Jenita alianza hata kuwasaidia wasichana wadogo kijijini, akiwaelezea hadithi yake. Aliwaambia, "Wadogo zangu, msichague maisha kwa macho tu, chagueni kwa moyo pia." Maneno yake yalikuwa na uzito kwa sababu yalitoka kwenye uzoefu wa kweli. Mgeni asiyetarajiwa. Siku moja kijijini alifika mgeni, mwanaume mmoja aliyekuwa akitafuta kununua mazao kwa ajili ya biashara yake mjini. Jina lake lilikuwa Danieli. Danieli hakuwa tajiri kama Mr. Kasim, lakini alikuwa na akili, heshima na moyo wa utu. Alivutiwa na namna Jenita alivyofanya kazi kwa bidii katika soko hilo. Tofauti na wanaume wengine, hakuvutiwa na uzuri wake tu, bali aliheshimu mabadiliko yake. Tajiri huyu Danieli alianza kuzungumza naye polepole. Hakukuwa na haraka, hakukuwa na ahadi kubwa zisizo na msingi. Ilikuwa ni urafiki wa taratibu, hofu ya zamani. Ingawa Jenita alianza kuhisi kitu kipya moyoni mwake, aliogopa, huku akijiuliza, "Je, nitafanya kosa tena? Je, ninaweza kuamini tena?" Safari hii hakutaka kukimbilia maamuzi. Alimchunguza Danieli, matendo yake, maneno yake na jinsi alivyotendea watu wengine. Na alichokiona kilikuwa tofauti. Jaribio la kweli. Siku moja biashara ya Danieli ilipata hasara kubwa. Alipoteza pesa nyingi na hali yake ya kifedha ikayumba. Ilikuwa ni mtihani mkubwa. Basi Jenita alikumbuka jinsi alivyochagua pesa zamani, lakini safari hii alichagua kubaki. Alisimama naye, alimpa moyo, alimwonyesha kuwa thamani ya mtu haipimwi kwa pesa alizonazo. Danieli alishangaa sana. Hapo ndipo alipogundua kuwa Jenita alikuwa amebadilika kweli. Upendo wa kweli. Baada ya muda Danieli amchumbia Jenita, lakini safari hii haikuwa kama zamani. Hakukuwa na harusi ya kifahari, hakukuwa na majivuno. Kulikuwa na heshima, uelewano na upendo wa kweli. Jenita alikubali na walifunga ndoa ndogo lakini yenye furaha kubwa. Mwishowe, miaka ilipita. Jenita na Danieli walijenga maisha yao polepole. Walifanya kazi kwa bidii, wakasaidizana na kujenga familia yenye upendo. Siku moja Jenita alipokaa nje ya nyumba yao ndogo, akiwaangalia watoto wake wakicheza, wakitabasamu kwa utulivu. Hakukuwa na majuto tena, kwa sababu sasa alielewa maisha yahusu kukosa makosa, bali kujifunza kutokana nayo. Utajiri wa kweli ni amani ya moyo, na nafsi ya pili inaweza kuwa bora kuliko ya kwanza.
na kweli kila alichopitia hakikusahaulika kamwe. Jenita alijifunza kuwa mvumilivu. Ilibaki kuwa somo kijijini, hasa kwa wale waliodhani kuwa furaha hupatikana kwenye mali pekee. Basi binti, nikwambie, usitamani kuolewa na mtu tajiri tu mwenye magari. Kumbuka, kuolewa na mtu mwenye tabia iliyo hekima, yenye upendo na utulivu. Wengine sio watu bana. Hakikisha unachunguza tabia ya kila mtu. Mwanaume anachunguza mwanamke na mwanamke anachunguza mwanaume before marriage, ili kufanya maisha furaha yapatikane. Hii ni Vam TV Online. Hakikisha una subscribe ili tuwe wote katika mikasa mbalimbali na simulizi mbalimbali. Langu Mr. King Vam, ukipenda niite Asagwire JR.